Ikawa Isaka alipokuwa mzee na macho yake yamepofuka asione, akamwita Esau mwanawe mkubwa, akamwambia, mwanangu, naye akamwitikia, mimi hapa. Akasema, tazama, sasa mimi nimekuwa mzee, wala sijui siku ya kufa kwangu. Basi nakuomba, chukua mata yako, kodo lako na upinde wako, ukaende nyikani uniwindie mawindo, ukanifanyie chakula kitamu namna ile nipendayo, ukaniletee ili nile na roho yangu ikubariki kabla sijafa. Na Rebeka kasikia Isaka aliposema na Esau mwanawe. Basi Esau akaenda nyikani awinde mawindo ayalete. Rebeka akamwambia Yakobo mwanawe akisema, angalia, nimemsikia baba yako akisema na Esau ndugu yako akinena, nilete mawindo ukanifanyie chakula kitamu ili nile na kukubariki mbele za Bwana kabla ya kufa kwangu. Basi mwanangu, sikiliza sauti yangu kama nitakavyokuagiza. Enenda sasa kundini ukanitwalie wana-mbuzi wawili waliowema, nami nitawafanya chakula kitamu kwa baba yako namna ile aipendayo. Kisha utampelekea baba yako apate kula ili akubariki kabla ya kufa kwake. Yakobo akamwambia Rebeka mamaye, Esau ndugu yangu ni mtu mwenye malaika, na mimi ni mtu laini. Labda baba yangu atanipapasa, nami nitakuwa machoni pake kama mdanganyifu, nami nitaleta juu yangu laana wala si baraka. Mamaye akamwambia, laana yako na iwe juu yangu. Mwanangu, sikie sauti yangu tu, enenda ukanilete wana-mbuzi. Akaenda akawatwaa akamletea mamaye. Mamaye akafanya chakula kitamu namna ile aliyopenda babaye. Kisha Rebeka akatwaa mavazi mazuri ya Esau mwanawe mkubwa aliyokuwa nayo nyumbani, akamvika Yakobo mwanawe mdogo, na ngozi za wana-mbuzi akamvika mikononi na katika ulaini wa shingo yake, naye akampa Yakobo mwanawe mikononi mwake hicho chakula kitamu na mkate aliofanya. Akaja kwa baba yake akasema, babangu akasema, mimi hapa, unani wewe mwanangu? Yakobo akamwambia babaye, mimi ni Esau mzaliwa wako wa kwanza, nimefanya kama ulivyoniambia. Ondoka tafadhali ukae kitako ule mawindo yangu ili roho yako inibariki. Isaka akamuuliza mwanawe, imekuwaje umepata upesi namna hii mwanangu? Akasema, kwa sababu Bwana Mungu wako amenifanikisha. Isaka akamwambia Yakobo, karibu tafadhali ili nikupapase mwanangu, nione kwamba wewe ndiwe mwanangu Esau ama sio. Basi Yakobo akamkaribia Isaka babaye, naye akampapasa. Akasema, sauti ni sauti ya Yakobo, lakini mikono ni mikono Esau. Wala hakumtambua kwa maana mikono yake ilikuwa kama mikono Esau ndugu yake yenye malaika. Basi akambariki akamuuliza, wewe ndiwe kweli mwanangu Esau? Akasema, ndimi. Akasema, niletee karibu nami nipate kula mawindo ya mwanangu ili roho yangu ikubariki. Akamsogezea karibu na yakala, kisha akamletea mvinyo akanywa. Isaka baba yake akamwambia, njoo karibu sana.
Akakaribia kambusu, naye akasikia harufu ya mavazi yake, akambariki akasema, tazama, harufu ya mwanangu ni kama harufu ya shamba alilolibariki Bwana. Mungu na akupe ya umande wa mbingu na ya manono ya nchi na wingi wa nafaka na mvinyo. Mataifa na wakutumiki na makabila wakusujudie. Uwe Bwana wa ndugu zako na wana wa mama yako na wakusujudie. Atakaye kulani alaniwe, na atakaye kubariki abarikiwe.